mnamo tarehe 27 nikianza na kesi namba 26388 ambayo inahusisha washtakiwa 22, lakini kuna washtakiwa wawili ambao Watanzania wanaweza wakawafahamu kwa urahisi. Mshtakiwa wa kwanza anaitwa Jennifer Jovin almaarufu Nifa. Huyu mnafahamu alikamatwa tarehe 27 na jeshi la polisi, na toka wakati huo amekuwa chini ya custody ya jeshi la polisi, na leo hii amefikishwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam maarufu kama Kisutu. Ameshtakiwa yeye na wenzake 21 kwa mashtaka ya uhaini. Mashtaka ya uhaini kama mnavyofahamu, kufuatia kesi ya Antipas Tundu Lissu Mughwai, sio tu kwamba hayana dhamana, lakini pia yanabeba adhabu ya kifo. Kwa hiyo hayo ndiyo mashtaka ambayo ameshtakiwa nayo. Tumetoa hoja kadhaa, mlikuwa mahakamani mmesikia, ikiwemo kwamba alipigwa, kulazimishwa kutoa maelezo, kukiri kwamba ameshiriki katika uhaini. Tumetoa hoja hizo mahakamani, na rejelea tu ile ambayo tumesema mahakamani, na pia tumeomba kwamba yeye pamoja na wenzake mahakama kwa maana ya hakimu Aaron Ryamuya atoe amri kwamba kwa kuwa sasa wanakabidhiwa chini ya uongozi wa magereza, basi wapatiwe matibabu, na pia ripoti ya matibabu iweze kuletwa mahakamani, ombi ambalo mahakama imekubali. Imetoa maelekezo kwamba washtakiwa hao 22 wa chini ya uongozi wa magereza wapatiwe matibabu, wafanyiwe uchunguzi wa kitabibu, na pia ripoti ya uchunguzi na utabibu iweze kuletwa mahakamani kwa ajili ya kumbukumbu ya rejea baadaye. Wote mnafahamu mahakama haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhaini, ila tu inachakata kwa ajili ya baadaye kuweza kupeleka mahakama kuu. Mshtakiwa mwingine maarufu ambaye pengine mnaweza mkawa mnamkumbuka, anaitwa Strong Income, naye ameshtakiwa pamoja na Nifa katika hiyo kesi iliyosema namba 238 ambayo inabeba mashtaka ya uhaini. Majina yake rasmi anaitwa Rusimelda Bon Gregory Sila, ila almaarufu Strong Income. Mtafahamu kumekuwa na taharuki katika siku za karibuni kuhusu ni wapi huyu binti yupo, na kumekuwa na sintofahamu kwa mtaani kwamba pengine yuko huko au yuko kule, lakini hatimaye amekuja natumia neno kwa uangalifu kuibukia mahakamani, kwa sababu kama watu kadhaa wangetimiza majukumu yao ya kisheria kama sheria inavyoelekeza, hii sintofahamu pengine isingekuwepo. Ni watu tu kusema bana, wala msiwe na shida, huyu mtu tuko naye na tuna mchakato kisheria na atafikishwa mahakamani.